Tumefika katika kijiji cha Mwazie kilichopo wilaya ya Kalambo kuja kuzungumza na ndugu jamaa wa Kardinali Pengo. Na hii nyuma yangu ni nyumba ya kina Kardinali Pengo ambapo alizaliwa hapa na kusoma katika kijiji hiki cha Mwazie. Twende tukawasikilize ndugu jamaa na marafiki ni kwa namna gani waliishi na Kardinali Pengo, lakini ni kwa namna gani wanamfahamu Kardinali Pengo. Mimi kwa majina naitwa Edwin Mambosasa. Na Kardinali kwangu ni babu yangu, ikiwa ni kwamba mama yangu mimi na Kardinali ni kaka na mdogo. Kardinali namfahamu kama kwanza kama sehemu ya familia, lakini pia namfahamu Kardinali kama baba yetu wa kiroho. Ni Kardinali, ni askofu mstaafu aliyestaafu, na ninamfahamu kama mtu ambaye ni kiongozi wetu na ni msaada mkubwa sana kwa jamii na kwa kanisa kwa ujumla wake. Na Kardinali maisha yake sio maisha ya mtu mmoja mmoja, ni maisha ya kanisa. Nafahamu kama Kardinali alikuwa ni mtu wa kanisa, hakuwa mtu wa kuisema mimi ni wa mtu fulani, hapana. Alikuwa ni mtu wa kanisa na anawaangalia watu wote na kuwabeba kwa umoja wao, kwamba watu wote ni wangu. Ndio uwezo wa Kardinali katika kumfuatilia katika kuishi kwake, na hakuamini kwamba katika kumpenda mtu mmoja mmoja, kumchomoa mtu mmoja mmoja kwamba ni sehemu ya ni sehemu ya maisha kwake mtu mmoja, hapana, ila naamini watu wote ni wake. Aliweza kuishi maisha hayo. Kuna mwaka alifika hapa katika kufanya sherehe yake. Kuna sherehe moja aliweza kuifanya hapa Mwazie, nadhani ni ya mwisho, ilikuwa ni ya mwisho. Tarehe na mwaka nitakuwa nimesahau, ila maneno yake ya mwisho alisema tujitahidi sana kulipenda kanisa, kuisaidia parokia iweze kukua na kushikamana na viongozi wetu wa kiroho waliopo hapa ili kufanya kanisa letu kusonga mbele. Na pia aliweza kusaidia kanisa lile katika kuwezeka. Bati lililoezekwa pale ni yeye, na mahitaji mbalimbali ndani ya kanisa aliweza kuchangia. Kwa hiyo mazingira yale ya kanisa aliweza kusaidia. Katika kijiji cha Mwazie ni ngumu sana kusema kwamba alifanya kitu gani katika kijiji cha Mwazie, ila amesaidia sana katika swala zima la kiroho, kwa sababu ninachokiamini ni kwamba baba aliweka nadhiri ya kwamba atalitumikia kanisa. Hakusema atakitumikia kijiji cha Mwazie, atalitumikia kanisa lake. Na ndio maana akilitumikia kanisa lake, maana yake sisi kama familia tunanufaika kupitia kanisa lake, kwa sababu kanisa likipendezeshwa kutokana na yeye, ni kila wanafamilia, ni kusema tu wanafamilia wote tunakuwa tumenufaika, na wanamwazie wote tunakuwa tumenufaika kupitia mazingira aliyoyafanya kuwa bora ya kanisani. Kwa kuwepo kapo tunaenda darasa la 4. Alikuwa ni mtu na akili nzuri. Hakuna kilichokuwa kinamshinda darasani. Wanasema kwamba kila mtu na bahati yake. Kumbe mimi nilikuwa nikichinda kitu fulani, naingia pale na ananisaidia. Ananisaidia, ilikuwa siri yake na mimi. Basi siku ambayo tulifanya mtihani kwa 1900 kwa sababu ile siku ile ilifungua mwaka 1955. Tulikwenda kule kitaka kuna nao seminari Karema. Kwa sababu mimi nilikuwa peke yangu nyumbani, kasema sitaki upande bwana, tutafuta kazi bwana, mambo ya kuwa sitaki. Kumbe Pengo alikuwa mtu ugomvi, mateso ovyo hakujua. Kwa kuchezeka mavitu. Ngoma ilikuwa inapiga pepe majirani pale. Ilikuwa inapiga mwalimu mwenyewe. Ilikuwa nakuta ile kwa mkao. Pengo alikuwa ni mtu mwenye sala sana. Sio mtu mwenye sala sana. Tukipoje kuachana kwenda zanai. Aliporudi upadri siku ile ilikuwa pale pampao.
Kwa kifupi historia yake ya bwana. Hakupenda mambo ya ugomvi, wizi. Hapo alikuwa mshauri mkali sana. Hapo ushauri anaweza nikaukali ndani kidogo. Sio mdogo sana. Kwa tulikuwa tunashauri nikasema ukapa wewe ushauri sasa amechukia umuelewe.